wakimnyonga mheshimiwa mwenyekiti wetu, waandae makaburi mengi ya kutufukia, kwa sababu hatutakubali, tutanyongwa pamoja naye. Ninamaanisha hivi kwa uelewa wetu mdogo kama kamati tendaji ya jimbo la Geita. Kesi ya uhaini ni kesi ambayo haina dhamana. Si ndio jamani viongozi? Si ndio jamani? Na kesi ya uhaini hukumu yake ni nini? Kunyongwa. Si ndio jamani? Si ndio jamani? Sasa kama wakimnyonga mheshimiwa mwenyekiti wetu, waandae makaburi mengi ya kutufukia, kwa sababu hatutakubali, tutanyongwa pamoja naye. Si ndio jamani kamanda? Ndugu waandishi wa habari, Chadema sio wahaini wala Lissu sio muhaini, bali Lissu anasimamia no reformers, no election, anatoa elimu ya uraia kwa Watanzania wote na wananchi kwa ujumla, kwa kutambua haki hizo za kuishi, kuchagua kiongozi unaomtaka, heshima ya kura ya mwananchi, haki ya msingi ya kupiga kura na kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka wananchi awaongoze. Hivyo basi, tunatangaza kuanzia leo kuwaelimisha wananchi kutaka kuchagua kiongozi wanaomtaka na kura yao iheshimiwe. Huo sio uhaini. Tunamuomba Tundu Lissu atoke gerezani, tuje tuchape naye kazi na tufanye kazi. Bisa kwa majina anaitwa Samuel Rioba Muita, ni mjumbe mkutano mkuu taifa tokea jimbo la Geita vijijini. Kwanza kwa Mtanzania yoyote, acha sisi wana Tanzania na wana Chadema, watu wengi wamesikitika sana kamba mwenyekiti amekamatwa, ndio ameanza hiyo operation ya siku 24 huko tu mikoa ya kusini huko. Wanamkamata, wanamwandikia kesi. Je, kama hii elimu itazunguka nchi nzima, mbona hao watu wamevaa wanalala na viatu mapema? Sasa ndugu waandishi wa habari, sisi kama Watanzania na wanachadema tunarani sana kitendo cha mwenyekiti wetu kukamatwa kwanza, kitu cha kwanza hicho. Kwa hiyo tunawataka watawala ambao ni serikali ya Chama cha Mapinduzi wamwachie mwenyekiti wetu mara moja bila masharti yoyote. Nimepokea taarifa hizi za kukamatwa mwenyekiti wetu wa taifa Tundu Lissu. Hapa nilipo kwa ujumla nafikiri ninaumia sana. Manake ninajua tumekaa naye siku nyingi hatujasikia taarifa ya uhalifu kama huo. Bali leo hii tunashangaa wana Chadema kumkamata mwenyekiti wetu wa taifa Tundu Lissu. Hapa tulipo kama ni vile hatutakubali sisi kukandamizwa. Kwanza mimi mwenyewe nilikuwa wakala kipindi cha uchaguzi wa vijijini. Pia nilikuwa mgombea wa ujumbe wa kijiji. Lakini nilikandamizwa. Jibu likaja kwamba wewe haufai. Nikaona ni sawa. Kwa vile kukandamizwa tumekataa, chama kama chama cha Demokrasia na Maendeleo, tunaomba Tundu Lissu aachiwe mara moja.